kwa kutujalia kufika salama Arusha na kuanza maandalizi kuelekea mchezo wetu wa kesho wa nusu fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya Coastal Union. Tumefika salama jana majira ya mchana, jioni tukafanya mazoezi na hii leo tuko hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid kwa ajili ya kufanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu. Maandalizi yako vizuri kwa asilimia kubwa. Wachezaji wote ambao tumesafiri nao wapo katika hali nzuri, hakuna hata mmoja mwenye changamoto ya kiafya. Hii ni kusema ya kwamba wote ambao tumesafiri nao wako tayari kwa ajili ya kuipambania Simba Sports Club. Mechi yetu na Coast lazima tukiri ya kwamba ni mechi ngumu, lakini sisi tumejipanga na kujidhatiti kwenda kufanya vizuri katika mchezo huu. Tunafahamu hakuna nusu fainali nyepesi duniani, lakini vile vile Coast hawajawahi kuwa mpinzani mwepesi mbele ya Simba. Kwa hivyo vyote hivyo vinachagiza mchezo wetu wa kesho kuwa mgumu, lakini sisi tumesema iwavyo mnyama kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kesho lazima apate ushindi na ingie hatua ya fainali. Tumedondosha ama tumeanguka kwenye nusu fainali 3. Hatuko tayari kuanguka kwenye nusu fainali hii. Tulianguka kwenye nusu fainali dhidi ya Yanga pale CCM Kirumba, tukaanguka kwenye nusu fainali dhidi ya Azam pale Mtwara, tukaanguka kwenye nusu fainali ya Singida pale Manyara. Safari hii iwe jua iwe mvua, punda afe mzigo apite, mzigo ufike, mnyama anataka kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Na kwa ubora wa timu tuliyokuwa nayo, maandalizi tuliyokuwa nayo, tunaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kesho hapa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid tunakwenda kumshuhudia mnyama akiingia fainali ya kombe la shirikisho la CRDB baada ya miaka 4 kupita. Semaji, kwa hizo takwimu ambazo umezielezea hapo ama kumbukumbu, kwa maana ya kwamba tayari kuna kitu ambacho mmewaambia hata wachezaji hawa wageni, hebu tuambie ni kitu gani ambacho kikubwa ambacho mnawasihi wachezaji hawa kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya vizuri kulingana na hizo 3 nusu fainali zote mlitolewa? Kwanza tumewaeleza kiu ya sisi kutaka ubingwa msimu huu. Wale ambao wapo muda mrefu tumewaambia kwamba tumekaa muda mrefu bila kombe, sio sifa nzuri kwa Simba Sports Club. Na wale wageni tumewaambia tumewaleta ninyi bora ili mtusaidie kutupa ubingwa baada ya miaka mingi kutopata ubingwa. Lakini kama haitoshi, tumewaambia wachezaji na wenyewe wachezaji wanajua kwamba kwenye NBC Premier League kule ni 50-50 kupata ubingwa. Inategemea na mtu mwingine afanye makosa ili wewe uweze kunufaika. Lakini kwenye kombe la shirikisho la CRDB hili inategemea ubora wetu sisi wenyewe, na hata wachezaji wenyewe wanajua ya kwamba hatima ya CRDB Cup iko mikononi mwa Simba wenyewe. Yaani ni ubora na juhudi zetu pekee ndizo ambazo zitatupelekea sisi kufanikiwa kupata ubingwa wa kombe hili, na kwa hilo wachezaji wanalitambua na hata wao wamewekeza nguvu kubwa zaidi kwenye kombe hili la CRDB. Kwa mfano, ukitazama mechi yetu dhidi ya Mbeya City, unaona kabisa wachezaji walikuwa wakicheza mchezo ule huku wakijiandaa na mchezo huu dhidi ya Coast. Hawakucheza kwa nguvu kubwa, hawakucheza kwa spidi kubwa, na kama kuna mtu aliona vizuri baada ya bao la kwanza tu, kama kuna mtu alimfuatilia Neo Maema, alikuwa anaambia wenzie wa calm down. Maana yake ni kwamba tumeshapata hili goli moja, hebu tucheze kwa mahesabu makubwa hapa, tuweze kutunza nguvu kwa ajili ya mchezo unaokuja dhidi ya Coast, ambao ndio mchezo sisi tumewekeza nguvu kubwa kweli kweli. Kwa hiyo mechi hii dhidi ya Coast, wachezaji wenyewe wanatambua kitu gani wanapaswa kwenda kufanya ili tuweze kushinda na kwenda hatua ya fainali. Historia haiwezi kuatia tumbo joto ambayo Coastal Union. Historia ina vitu viwili. Ya kwanza ipo kwa ajili ya kukufunza na pili iko kwa ajili ya kukupa motivation. Ubora wa Coastal Union kucheza fainali. Coastal amecheza fainali ya michuano hii mara ya mwisho
Yani sisi na Coast amecheza fainali karibu zaidi kuliko sisi Simba Sports Club. Maana yake ni kwamba kwenye hii michuano Coast ni bora kuliko sisi, lakini historia ya kudondosha nusu fainali 3 zinatupa sisi motivation ya kusema ya kwamba safari hii hatutakiwi kudondosha hii nusu fainali. Kwa hiyo historia haitutishi wala haituogopeshi, bali historia inatupa nguvu na kutupa motivation na kutupa changamoto ya sisi kuwa makini na kwenda kupambana katika mchezo wa kesho, tuweze kushinda na kufuta historia mbaya ambayo tumeitengeneza huko nyuma, tupate historia nzuri na mnyama aende fainali. Semaji mmeongezeka Nguchiro Wekundu. Semaji? Nasema? Mnaitwa Nguchiro Wekundu sasa hivi. Naomba yanatosha. Ngoja tumalizie kidogo, majeruhi hatuna. Nimesema pale mwanzo kwamba wote ambao tumesafiri nao wako tayari kwa ajili ya mchezo. Hiyo ya Bakari Msimu silifahamu, ni mchezaji wa Coast, wenye mamlaka na haki ya kumzungumzia ni Coastal Union. Lakini hii vipi mnavyoambiwa kama hivi kwamba kwenye mechi ngumu huwa mnapenda kulainisha kwa kutoa maelekezo, bwana fulani na fulani asicheze? Haya unayaona? Sidhani. Hujayaona? Mechi ya Tanga alicheza au kucheza? Alicheza. Sasa mechi ya Pamba National ya kucheza na mechi. Sasa sisi ndo tunapanga line up kikosi cha Pamba au cha Coast. Wanashuku na ndio maana nikakwambia pale mwanzoni mnaitwa Nguchiro Wekundu. Kwa Nguchiro ndo wanapanga kikosi cha Coast au? Yaani wamewashtukia sasa hivi mechi zenu Mnatoa maelekezo kwamba bwana, wachezaji muhimu wote timu pinzani mnazocheza nazo wasicheze. Tulifanya hivyo na kwa nani pia kucheza Zanzibar. Nani? Si maelekezo? Nani? Na Zanzibar pia naye hakucheza. Nani unasemaje? Kama ni issue ya maelekezo. Hakucheza na yeye Zanzibar. Kwenye mechi yao. Ni wataalamu wa kuunganisha matukio na sisi ni wataalamu wa kutoa maelekezo kwa timu pinzani. Basi na Zanzibar tulitoa maelekezo, kuna wachezaji wawili hawakucheza, tuliwapa maelekezo. Kwa nini unadhani anakuja maneno muda kama unaenda mwishoni? Mfamaji haishi kutapatapa. Ubora wa Simba Sports Club ndio ambao unawatia hofu watu, na pengine kwa msimu kama mwaka jana ambao walikuwa wanajua kwamba hatukuwa kwenye ubora, usingeweza kusikia maneno haya. Ni rahisi msimu huu kusikia maneno hayo ama vilio hivyo kutokana na ubora wa Simba, na hata wapinzani wetu wanajua kabisa Simba anakwenda kupata kitu msimu huu. Sasa wanachojaribu kufanya ni kunajis juhudi zetu, ni kunajis ubora wetu, ili tukifikia kilele cha mafanikio basi wapate sehemu ya kujifichia kwamba Simba kafanikiwa kwa sababu 1, 2, 3. Ukweli ni kwamba sisi tunapata matokeo mazuri kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Hii ndio ile timu ya Chama, hii ndio ile timu ya Anicet Ola, hii ndio ile timu ya Libase Gay. Kwa hiyo hayo yote msisahau kwamba hii ni timu ya Yusuf Kagoma. Kwa hiyo matokeo mazuri tunayoyapata ni kutokana na aina ya wachezaji tuliyokuwa nao. Sasa wapinzani wetu hawataki kukubali ya kwamba Simba yuko vizuri msimu huu, ndio maana wanatafuta visababu. Sisi hatuhusiki na haitowezekana hata siku moja tukatoa maelekezo kwa timu pinzani eti fulani. Sidhani kama kuna timu ya namna hiyo ambayo inaweza kufanyika maelekezo kama haya. Hiyo linawezekana tu kwa wale vijana wa katikati ya Tanzania na wale wa Dar es Salaam wanaweza wakafanya michezo hiyo, lakini kwa Simba Sports Club, yani Simba kwa investment tuliyoifanya eti tumogope Bakari Msimu, Simba kwa ubora tuliokuwa nao tumogope Kevin Nasho. Yani umeona kama vitu fulani vya kushangaza hivi. Yote kwa yote ni kwamba wao wanajua kwa nini fulani hachezi katika mechi yao. Sisi tunapanga mipango yetu, tunapanga timu yetu, tunafanya maandalizi yetu. Ndugu zangu ni waandishi wa habari, msisahau ya kwamba Simba tunayo timu sio tu ya kucheza CRDB ama ya kucheza NBC. Tunayo timu ya kucheza hata World Cup. Hii timu yetu sisi tukiipa jina la taifa, tuna uwezo wa kwenda Marekani pale tukadimua na timu yoyote na tukapata matokeo. Hilo msilisahau. Na taifa gani semaje? Lipe jina tu timu yetu.
kwa kuangalia kwa zile ambazo zimecheza inaonyesha performance? Ipe jina timu yetu ya taifa, iite Mangungu National Team. Alafu tupe pale World Cup. Tunacheza na timu gani kali mpaka sasa kwenye World Cup? Argentina au huyo Ureno tunampiga goli 7-0 Simba hii hapa hii. Kwa hiyo msije mkasahau ndugu zangu, ni kwamba sisi tunayo timu bora mno, ila watesi wetu wanajaribu kutupaka matope. Sisi wala hatusiki na michezo ya kibwege bwege.